Karibu popote pale ulipo. Naona kama anyway, sijui maana nimeanza tu nikaona kama ina freeze. Haya, karibu. Nimekuja hapa kwa ajili ya maswali na majibu kuhusiana na miradi ambayo tunaitekeleza. Mradi mkubwa ambao tumekuwa nao ni mradi wa Wadada Center ambao umekuwa ni daraja la wadada wengi ambao wanahitaji kazi ili waweze kutoka katika mnyororo wa umaskini. Na sisi kama Wadada Center, kwa uzoefu tulionao kwa muda mrefu, tumeweza kuwa na mwongozo ambao ni wa kuwasaidia wadada namna ya kuweza kupata kipato wanachokitafuta, lakini kwa njia ambazo njia ambazo kwao zitakuwa ni nyepesi, ni rahisi, zitapandisha thamani yao na zitaongeza kipato chao. Kwa hiyo huu mradi wa Wadada Center unatatua changamoto kubwa ya waajiri ambao wanahitaji wasaidizi kwa ajili ya kwenda kutekeleza majukumu majumbani kwao, jukumu la kulea watoto, jukumu la mapishi na jukumu la usafi. Sasa wadada tulionao, kwa uzoefu wetu, wengi hawajikiti sana katika kutatua zile changamoto. Wengi wanachotaka ni pesa. Kwa hiyo wanafocus sana kwenye kupata zile hela, lakini performance za kazi ziko chini sana. Ndio maana tumekuja na huu mpango mwongozo ambao utawasaidia wale ambao wanahitaji kupandisha thamani zao, wale ambao kweli wanataka kulipwa zaidi. Na huu mwongozo unakuuliza swali rahisi tu, unataka kulipwa zaidi? Jibu ni ndio, kila mtu anataka kulipwa zaidi, lakini uko tayari kuweza kupita kwenye mchakato wa kulipwa zaidi? Maana yake upate maarifa yatakayokusaidia, yatakayokujenga, ili sasa uweze kupandisha hiyo thamani ya kuweza kulipwa zaidi. Kwa hiyo ndio kazi kubwa tulionayo, na waajiri tunawaambia ili uweze kupata. Waajiri wengi wanataka wadada wote, sio wengi, waajiri wote wanataka wasaidizi ambao wana weledi, wana uwezo mkubwa wa kufanya kazi, wenye maadili mazuri na ambao watakufanyika baraka katika familia zao. Sasa ili uweze kupata huyo mfanyakazi, ni lazima uweze pia kumwonyesha kwamba unataka mtu ambaye anaweza kutoa hiyo huduma, anaweza kujiongeza. Kwa hiyo ndio maana tunawashirikisha. Kwa mfano kwenye workshop tunawakaribisha wote, waajiri na wadada. Yaani mwajiri na wewe uonyeshe umuhimu wa dada kuhudhuria hizi seminar, hizi workshop, ili aweze kuongeza maarifa yatakayokunufaisha wewe. Dada anapoongeza maarifa, anakuja kufanya kazi zako vizuri, ili wewe uweze kuwa na peace of mind, uweze kuwa na amani katika familia yako, uweze kufurahia huduma yake. Okay? Nimefika hapa wa kutanua. Kwa hiyo upande wa waajiri, huu mwongozo ni muhimu sana, kwa sababu mna wadada ambao kiukweli mnawategemea na mnawahitaji, lakini ni wadada ambao bado upeo wao ni mdogo, bado mitazamo yao kuhusu ajira, kuhusu hizi kazi ni hasi. Kwa hiyo unakuta wanafanya kazi vibaya, wanafanya kwa visirani, wanafanya kama vile wanalazimishwa, wanafanya kama vile wananyanyaswa. Kwa hiyo upati amani, yani kuna vitu vinakuwa vibaya mpaka kiasi ambacho yani unavumilia tu ufanyeje, kwa sababu unajua kuna shida wadada. Sisi tumekuja na mapinduzi ya kifikra, ya kimtazamo, ambayo tunatakiwa kushirikiana ili tuweze kubadilisha fikra zao. Uzuri ni kwamba kila binadamu akipata awareness na akajua ni kwa nini ni muhimu sana aweze kujiboresha, ni kwa faida yake. Wadada wengi wanadhani wakijiboresha ni kwa faida za waajiri. Hapana. Dada ukijiboresha, ukipandisha thamani yako, faida ni ya kwako, kwa sababu utamlazimisha bosi wako akuheshimu, utamlazimisha bosi wako akulipe vizuri. Na hata kama sio huyo ulionaye, lakini utapanda thamani, huwezi kuwa dada wa kawaida. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kwa faida yako. Kwa hiyo hii pia tunatoa wito kwa waajiri, na sio tu wale ambao wako ndani ya mradi wetu wa Wadada Center. Hii sasa project inatanua wigo zaidi, kwamba wadada ambao wako kwenye familia zenu, wanawalelea watoto wenu, ni lazima wabadili mitazamo, watoe hii huduma kama neno la Mungu linavyowaelekeza, kwamba enyi watumwa, watumishi, watumikieni mabwana zenu kana kwamba mnamtumikia Kristo, mnamtumikia Bwana. Sasa hiyo mentality hiyo lazima tuijenge.
ni lazima tuijenge. Kwa hiyo tunawaalika kwa ajili ya kuwafanyia hizo training ili waweze kutupa huduma nzuri kwenye familia zetu, na sisi tuweze kuwa na amani, tuweze kuwa na utulivu wa akili, tuwe na amani, tukijua kabisa tuna watu ambao wanafanyika baraka, watu ambao wanachangia malezi chanya kwenye familia, na sio watu ambao wanatuharibia watoto kama hali ilivyo hivi sasa, kwamba wadada wamefikia hatua wanaambiwa wanaangalia mapicha ya ngono kwenye simu zao na watoto wanaowalea. Hivyo ni vitu vibaya vya kishetani kabisa. Lakini dada akijua kwamba anavyofanya hivyo sio tu anamkosea bosi wake na yule mtoto, anamkosea Mungu aliye sirini, Mungu anayemuona, na kwa ajili hiyo atamfungia baraka, hatabarikiwa. Na yeye kila siku ana kazi ya kwenda kanisani, kulia, kunywa mafuta, kufanyaje sijui, kukanyaga sijui nini, kunywa maji ili abarikiwe. Lakini akikaa na mtoto wa mtu anaangalia naye mapicha ya ajabu ajabu, au anamuongelesha vibaya na vitu vingine vya namna hiyo. Kwa hiyo tutakapowapa hizi awareness, kwa sababu mabadiliko yoyote yanaanza na awareness. Tutakapoweza kuwafikia wadada wetu hawa, tukawapa awareness, wakaelewa ni kwa nini wanapaswa wafanye hizi kazi kama vile wanamtumikia Mungu, ni kwa faida zao, kwa sababu Mungu anakujaribisha kwa madogo kabla hajakupa makubwa. Kwa hiyo hii kazi ambayo wao wanaiona ni ndogo, waione ni platform ya kumtumikia Mungu, kufanya mambo kwa ubora, kufanya vitu vizuri ili waweze kubarikiwa. Kwa hiyo hiyo ndio huduma ambayo sisi tunaitoa, kwa sababu tumeona hilo ndio hitaji la waajiri wengi. Waajiri wengi ambao kwa miaka 15 ambao tumesimamia huu mradi wa Wadada Center, hitaji lao namba moja ni wadada wenye hofu ya Mungu. Ina maana wao wanahitaji watu ambao watachangia maadili mazuri kwenye familia zao. Kwa hiyo sasa hauwezi tu ukawa unamuomba Mungu na unaagiza tu dada, umechukua dada tu yoyote, alafu katarajia huyu dada aweze kuwa na hiyo hofu ya Mungu. Hapana, inabidi tufanye mikakati madhubuti ya kuwaelimisha hawa watu ili waweze kutransform, waweze sasa kutoa huduma bora, na watakapotupa huduma bora hatutasita kuwalipa vizuri. Mimi nawaambiaga wadada, bosi atakulipa vizuri ukimpa sababu, na sababu ya kumpa ni kuhakikisha unafanya majukumu yake 100%. Fanya majukumu yake vizuri. Make sure kama ni watoto wake umewapenda vizuri, umewahudumia vizuri, umewajali vizuri. Kama ni chakula, jifunze, jiongeze kupika. Pika chakula kitamu. Kama ni nyumba yake, make sure nyumba yake haingiliwi ovyo ovyo. Sio bosi akitoka na wewe umetoka, au umekaribisha watu humo ndani, vitu vinapotea, vitu vinaharibika, unagawa vitu vinayeyuka tu, vitu havionekani. Hapana, huwezi kuwa ni mtu ambaye wewe una sifa za kuaminiwa na kuthaminiwa. Sasa hayo lazima tuwape hizo awareness, na tuwape hii miongozo ambayo ni chakula cha ubongo wao. Huu mwongozo kwa dada ambaye kweli anataka mabadiliko, anatakiwa aufanye chakula cha ubongo kama anavyokula chakula cha tumbo. Na kwa yule ambaye ana hofu ya Mungu, anasali, anasoma neno la Mungu, chakula cha kiroho. Sasa kuna chakula cha ubongo. Wakati unafanya kazi, ili uweze kuifanya kwa ubora, huwezi ukafanya kazi kwa ubora bila kupata awareness ya namna ya kuzifanya kwa ubora. Kwa hiyo huku tumewawekea mbinu mbalimbali za kuweza kufanya kazi hizi kwa ubora, ili waweze kuboresha sekta ya kazi za ndani au majukumu yao, waweze kufanya wajibu wao, na waajiri waweze kufurahia huduma na waweze kufurahia kuwalipa vizuri, kwa sababu wanapata huduma nzuri. So hii ni kwa mradi huu wa Wadada Center ambao sasa hivi tumeutanua sasa, tunaualign na dira yetu ya taifa. Tunaposema dira 2050, basi tukifika hiyo 2050, miaka 25 ijayo, huku kwenye masuala ya wadada wa kazi tusiwe tena na hizi narrative kwamba wadada wa kazi ni vichefuchefu, wadada wa kazi hawafai, wadada wa kazi sijui hawaambiliki. Yaani wadada wa kazi wa siku hizi, hizo narrative lazima tuzibadilishe. Of course ni mchakato, na ndio maana tukaiunganisha na dira yetu ya taifa kwamba ni miaka 25. Tukiweza Mungu akitujalia uhai, yani Wadada Center ikaendelea kuwepo ikitoa hizi elimu maeneo mbalimbali, wadada wakafikiwa na hizi elimu, basi tupunguze walau haya malalamiko ambayo kwa sasa ni mengi sana. Tutaweza kuwamaliza wote, lakini angalau
ile professionalism, ule weledi uweze kuonekana kwamba kumbe kwenye kazi za ndani pia kuna watu wanaofanya hizi kazi kwa weledi. Hiyo ndio goli yetu kubwa. Kwa hiyo tunahitaji wadau ambao tutashirikiana nao, watu wa malezi ambao tutashiriki pamoja, wazazi tushirikiane kuwaelimisha hawa wa vijana wetu ambao wanakuja kutusaidia kwenye malezi. Tusiwalaumu tu, maana kwa sasa kazi kubwa inayofanyika ni kuwalaumu tu. Wadada wafai, wadada wa nani, mpaka tumewapa na lebo, wajoisikiria sijui wa kituo gani, sijui wa wapi. Hapana, hatutaweza kubadilisha jamii, hatutaweza kuleta mapinduzi, mabadiliko kwa kulaumu. Inabidi tuingie tukabadilishe, tufanye hayo mabadiliko. Kuna muda na kuona msichana, kuna muda na kuona mzee. Usifokee, nina pressure. Mzee ni bibi yako na mama yako na baba yako ambao hawajakufundisha adabu. So kuna hii program nyingine, mradi wetu mwingine ambao huwa wadada nafikiri nimeshauzungumzia vizuri. Kuna huu mradi wa vijana. Sasa hivi kumekuwa na shida kubwa ya vijana wengi kulalamika kwamba hawana ajira, hawana kazi, hawana fursa. Hizo ni fikra za kimaskini. Kama jamii yetu ina matatizo mengi, maana yake fursa pia ni nyingi, na mojawapo ndio hii fursa ambayo mimi ninaizungumzia. Kwanza kuna hii fursa ambayo nimeona kama kwenye sekta ya kazi za ndani kuna shida kubwa, wadada wanalalamikiwa, hawawezi kufanya kazi vizuri, sijui nini. Kwangu mimi sijaiangalia kama tatizo na mimi nikaunga tela la kulalamikia. Nimetake action, nimeichukua, innovate, nikafanya kitu ambacho kitaleta suluhisho, kwamba sasa nitawatengeneza wadada ambao wanaweza kuja kutoa suluhisho, wadada ambao watakuwa na maadili mazuri na watatoa huduma nzuri. Kwa hiyo kwangu sasa kitu ambacho kimeonekana ni tatizo kubwa kwenye jamii, kwangu mimi nimekigeuza, kimekuwa fursa. Tatizo lingine kubwa ambalo tunalo sasa hivi ni la vijana wetu ambao wanalalamika hakuna ajira. Lakini mimi ni kijana ambaye wa Kitanzania ambaye sikupata elimu kubwa. Elimu yangu ilikuwa darasa la 7, lakini niliweza kutumia hiyo elimu ndogo na fursa zile ndogo ambazo zipo kwenye jamii yetu na ambazo ziko mpaka sasa, na ambazo hawa vijana wengi au wote ambao wanalalamika hawa wana uwezo wa kuangalia mazingira yao, wakatumia elimu zao ziwe kubwa ziwe ndogo, wakazitumia hizo fursa, wakapiga hatua. Kwa hiyo hii shida au hili janga la vijana ambao wanalia na ajira, wanalia na fursa, mimi kwangu nimeliona ni opportunity. Kwa hiyo nimewaandalia hii ramani. Hii ni ramani kwa sababu inaakisi kwanza maisha yangu, siwaambii bla bla. Ni kitu ambacho mimi nimekiishi, lakini ninawaonyesha ni namna gani unaweza ukaanzia popote pale ulipo bila kuangalia sijui ni serikali, sijui ni ndugu, ni nani. Unayetakiwa kumwangalia ni Mungu aliyekuleta hapa duniani, kwa sababu yeye anasema kabla hajakuumba alikujua, na amekupa uwezo na nguvu za kupata utajiri, na amekupa kanuni na taratibu na ahadi za kufuata ili uweze kupata kunufaika. Amekubariki uende ukaongezeke. Kwa hiyo kama tutaenda kwa mtazamo huo, fursa utaziona, na ukijua kabisa kanuni ya kimungu ni kuanza na mwanzo mdogo. Mungu anasema atakujaribu kwa madogo ili aone kama utakuwa mwaminifu kwa madogo. Utakapokuwa mwaminifu kwa madogo ndipo atakapokufungulia makubwa. Lakini ajabu ni kwamba wengi wanaolalamika hamna kazi ndio wale wanaokuja hapa, naomba kazi fulani. Yaani yeye anachagua kazi. Nataka kazi fulani. Mimi nataka kazi fulani. Mimi kazi hii siwezi kufanya kabisa. Alafu hapo utamkuta anasema hakuna ajira, hakuna fursa, hakuna kazi. Ni mitazamo mibovu tulionayo, tuliolelewa nayo. Hiyo ndio imetufikisha mahali tulipo leo. Tuna bomu kubwa kabisa Tanzania yetu la vijana ambao wamekuwa ni walalamishi badala ya kutoa watu wanaotoa solution. Sasa mimi nimewaletea hii ramani. Na hii ramani focus yake kubwa natamani iwafikie vijana walioko mashuleni, vyuoni, walioko sekondari na walioko mitaani, kwa sababu tayari tunao wengi ambao wako mitaani wanaolalamika. Lakini tunao wengine ambao tunawaandaa ambao tusipoangalia na wao watakuja kuunga tela ya kulalamika. Kwa hiyo tuna vijana ambao wako shule za sekondari, nao wanaendelea kusoma, lakini ukimuuliza kwa nini unasoma unachokisoma,
hana jibu sahihi, hana jibu fasaha. Yeye atasema tu napenda kuwa daktari, napenda kuwa mwalimu, napenda kuwa injinia. Wewe ndio unapenda, lakini hao mainjinia au walimu au madaktari wanahitajika kwa kiasi gani? Wana soko kwa kiasi gani? Yaani hiyo shida ambayo wewe unataka kuja kuitatua, una uwezo wa kupata hao watu ukawatatulia hizo shida, au ndio utaanza kutafuta, mwisho unasema nimekosa kazi, nimekosa ajira? Kwa hiyo lazima wakiwa mashuleni, kama ni kijana wako au wewe ndio mhusika, uweze kujibu swali la kwa nini unasoma unachokisoma, na jibu linatakiwa kuwa kwamba nasoma hichi kitu ili mimi nikirudi mtaani kwenye jamii yangu niende nikatatue hii changamoto, niende nikatatue hii changamoto. Kwa hiyo ukishakuwa na hilo jibu, maana yake utakuwa ni mtu ambaye una uwezo wa kurudi mtaani na kujua katika utatuzi wa hiyo changamoto unaanzia wapi, na unaanza na zero, unaanza na sifuri. Sio unakuja unang'ang'ania unataka uvae tai, uende kwenye viti vya kuzunguka, uende kwenye AC. Hapo lazima utaendelea kubaki mtaani. Lakini ukija mtaani ukijua kabisa nina vision kubwa ya kutatua tatizo la kundi fulani kwenye jamii yangu, lakini ingawaje sasa hivi capacity yangu ni ndogo, sina uwezo wa kuanzia hapa au kufungua ofisi au kufanya nini, lakini itapita njia hii ili niweze kujiandaa kwa ajili ya kuja kutatua hilo tatizo. Kwa hiyo unakuja mtaani, huna stress, umejipanga, unajua ni tatizo gani unakuja kusuluhisha, na unajua utapita njia gani, utatumia fursa zile zinazokuzunguka zile ndogo ndogo, hata kama sio za ile taaluma ulionayo, lakini unajua hii napita kama daraja. Let's say unapita Wadada Center. Unasema hapa Wadada Center hili ni daraja, nitakaa hapo kwa mwaka mmoja au miwili, baada ya hapo nitapata kianzio cha kwenda kuanza lile wazo langu au ile vision yangu ya kutatua changamoto fulani katika jamii yangu. Unakuwa sio mtu wa kulalamika. Kwa hiyo hii ramani inasema, inakusisitizia kwamba maendeleo ni wewe, maendeleo yanatoka kwako. Maendeleo yanatoka kwako, hayatoki nje, hayatoki serikalini, hayatoki sijui kwa ndugu, hayatoki kwa yanatoka kwako. Kwa hiyo unafanyaje hayo maendeleo yaweze kutoka kwako? Ndio ukiwa sasa, kama nilivyosema, unajua stepu za kufata mpaka uweze kunyanyuka na kufika huko unakotaka kufika. Kwa hiyo of course ni mradi huu na plani sana kufanya na serikali, kwa sababu lengo langu ni kuwafikia wanafunzi wengi kadiri inavyowezekana. Kwa hiyo ninatafuta sasa hivi namna chance na huo mfano naosema ndio huu sasa. Ni tayari nina kwanza ninajua tatizo ambalo nataka kutatua kwenye jamii yangu ni kuwasaidia vijana watoke kwenye ulalamikaji waje kwenye utatuzi wa matatizo. Na hiyo ndio shida kubwa tulionayo. Hata serikali yenyewe inahangaika kutafuta namna ambavyo itawabadilisha vijana waweze kuwa rasilimali watu wenye tija. Human resource ambayo inatija, na sio tunakuwa tuna watu lakini hawana hulka ya kupenda kufanya kazi, ni watu tu walalamishi, ni watu wa kulalamikia serikali, ni watu wa kulaumu watu. Hilo taifa haliwezi kuwa na maendeleo kama tutaendelea kuzalisha vijana wa namna hiyo. Kwa hiyo nataka ni present huu mradi wangu kwa serikali kwamba wanahitaji kuwa train vijana waweze kutoa fikra zao kwenye utegemezi wa ajira, kwenye utegemezi wa serikali, kwenye utegemezi wa ndugu, na sasa tuwabadilishe vijana wajiandae kuja kuwa wazalishaji mali, waje wawe, ndio maana maendeleo ni wao. Yaani maendeleo ni kila kijana, kila mtu aseme maendeleo ni mimi. Kwa hiyo yeye ndio anatakiwa kufanya effort za kujua kuna shida gani kwenye jamii yake ambayo yeye anaweza kuitatua. Kwa hiyo nachokisema ndicho nachokiishi. Kwa hiyo huu mradi for now my focus sio kuuza kama kitabu, no, this is not a kitabu. Hii ni map, ni ramani ambayo kijana mwenye njaa, kijana ambaye anataka kweli kutoka kwenye umaskini, kijana ambaye kweli anataka kuanzia zero up to hero, akipata huu mwongozo, akipata hii ramani, hawezi kuwa mtu wa kulalamika, atakuwa ni mtu wa solution. Kwa hiyo ningetamani sana ramani hii wafikie vijana wetu ambao wako vyuoni, wako sekondari, na wale ambao wako mitaani ambao bado wamefunga mitazamo, wamefunga fikra zao, bado
wana utegemezi, yani ile utegemezi ndio kitu kikubwa sana kwenye maisha. Yani akija, kwa mfano akija interview, anakuja kama vile yani haji kwa confidence kwamba anakuja kutatua changamoto. Unapoingia kwenye interview unatakiwa uwe na confidence ya kusema mimi nina uwezo wa kutatua changamoto fulani. Yani bosi anayetafuta mfanyakazi ana shida, ingawaje ana pesa, lakini ana shida. Lakini huyu anayekuja kuomba hiyo kazi, na yeye anakuja kama vile amepigwa bomu, anakuja kama vile yuko ICU. Yani anakuja hakupi matumaini kama hiyo kazi yako anaweza kuifanya. Sasa that is not, hiyo sio namna ya, yani huyo sio kijana ambaye ana uwezo wa kutatua changamoto za jamii. Ukijua kwamba wewe ndio unaye yani wewe ndio unayetoa thamani, sio bosi, sio mshahara anaokulipa. Mshahara anaokulipa unategemea na uwezo ulionao ulioujenga, thamani unayoitoa kwenye soko, jinsi uwezo ulionao wa kutatua zile changamoto zake. Na hicho ndio kinatakiwa kikupe confidence ya kumwambia mimi naweza wa kutatua changamoto za kampuni yako, za ofisi yako, na kweli uwe umejenga hiyo skills. Sio unapewa kazi tena unaanza kurukaruka, ni kutaka tu shortcut. Wengine wanaowekwa kwenye biashara ni wizi, ni udokozi, uaminifu hakuna, ni zero. Hasa inakuwa sio kijana ambaye anatija, ambaye kweli ana vision, ana maono ya kwenda mbele. Lazima ujuzi wako uambatanishe na maadili yako. Uwe ni mtu mkweli, mtu mwaminifu, mtu ambaye unaaminika kwa mambo madogo, alafu uweze kuaminiwa kwa makubwa baadaye. Uwezi kuaminiwa kwa makubwa kama madogo yenyewe yanakushinda. Unapewa vitu vidogo tu, yani wewe unaharibu, vitu haviendelei, vitu vinapotea, biashara zinarudi nyuma, pesa zinapotea. Uwezi kuaminika. Alafu utabaki unalaumu, hauna kazi, hakuna biashara, hakuna nini. So mimi sasa hivi mpango wangu ndio huu, mradi wangu mkubwa ni huu. Ni wa kubadilisha fikra za vijana kutoka kwenye utegemezi kuja kwenye uzalishaji mali, na maeneo ambayo na focus ni kupita kwenye shule ambazo tutawafikia vijana, vyuo sekondari, vyuo na hao ambao tayari wako kwenye ngazi ya jamii, maana tayari vyuo vilishawatema vijana wengi sana wako mtaani. Okay, hicho kitu ni kitu ambacho kipo. Tunaambiwa kuna kundi kubwa la vijana ambao hawana kazi, hawana ajira, wanalalamika. So tukiwafikia, tukawapa hii ramani ya namna ya kuanzia pale pale ulipo, kitu kinachohitajika tu ni kushift mtazamo, mindset, ukajifanya transformation ya kuacha kulalamika na ukaanza kusuluhisha vitu, unafika mbali. Okay, haya. Umeita Joyce Kiria Beni kwa hapa, unasemaje? Unasemaje ndugu? Okay, kuhusu mradi wetu wa Wadada Center, kwa wale ambao wanaomba kazi, nimeona message za mnaendelea kuomba kazi. Mimi nimeshasema jamani, Amina, nashukuru. Nimeshasema jinsi ya kupata kazi ni kuwasiliana na namba zetu za simu ili uweze kuelekezwa taratibu zetu. Hizi kazi zetu tunasema ni daraja au ni platform, ni uwanja wa wewe kuja kuonyesha uwezo wako, ujuzi wako, maadili yako, nidhamu yako. Na kama viko kwenye level ya chini, tayari tuna mwongozo ambao tunakusaidia namna ya kufanya hivyo vitu kwa ubora, namna ya kupandisha thamani yako, kwa sababu bosi hakulipi mshahara kwa sababu ya sura yako tu kuwa nyumbani kwake, kuongeza idadi ya watu nyumbani. Anakulipa kwa sababu ya suluhisho ambalo wewe unampatia. Na ili uweze kutatua vizuri changamoto za mabosi, ili uweze kutoa suluhisho vizuri, sisi tayari nyenzo hii tumekupa, na hii nyenzo unatakiwa uwe nayo kama chakula chako cha ubongo. Kila siku hakikisha unakula, yaani kila siku. Ni peji ambazo sio nyingi, hizi peji ni 60. Wewe confirm hapa, peji 62 tu, lakini ina maana ni kitu ambacho unaweza kusoma kila siku, lakini kwa lengo la kulisha ubongo wako
chakula ambacho kitakupandisha thamani, kwa sababu ukianza level za kawaida inabidi sasa uanze kujitrain namna ya kuweza kuboresha level zako. Huwezi kuboresha level yako kwa siku moja, kila kitu ni mchakato. Kuongea kwa siku moja, kutembea kwa siku moja, vitu vingi unavyovijua leo kujifunza kwa siku moja, unapata awareness lakini unaanza kuifanyia kazi. Kwa hiyo huu ni mwongozo muhimu sana kwa dada ambaye uko kazini au unatarajia kuja kufanya kazi, kuwa nao na kuhakikisha ndani ya mwaka mmoja, kama ulikuwa traditional dada unakuwa smart, kama ulikuwa smart unakuwa professional. Na hapa sisi tunasema ni daraja la kukusanya mtaji ambao utakuvusha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Mimi bwana, sina mpango wa kukaa na wadada ambao wanataka yani wadada ambao wanaishia tu kuzunguka kwenye kazi za ndani. Why? Kwa sababu mimi mwenyewe sikuzunguka kwenye kazi za ndani. Mimi kazi za ndani nilizitumia tu kama daraja, nikafanya nikapata mtaji wangu, nikasepa, nikaendelea na maisha mengine mpaka sasa hivi na mimi ni mkurugenzi CEO. Umeona huko kutoka dada wa kazi mpaka CEO. Okay? Kwa hiyo now I'm CEO wa Wadada Center, CEO wa Haki za Wanawake, CEO wa Wanawake Live. Natamani wadada ambao wanakuja kwenye mradi wetu au wadada walioko kwenye kazi za ndani kupitia sisi huu mwongozo ambao tumewaandalia jinsi ya kulipwa zaidi, na wewe uwe CEO wa kampuni yako, wa taasisi yako, wa biashara yako, uwe CEO siku moja. Sasa ili uwe CEO my friend, lazima uongeze kitu kwenye huo ubongo. Sio unalisha tu matakataka, ni kuingia tu TikTok au wapi, unaenda tu kuscroll ujinga, kuchekacheka, umbea. Siku zinaenda, umri unaenda, huna thamani yoyote ulioongeza. Unakuwa tu ni mdada wa 50,000, ni dada wa 60,000, 70,000. Toka huko. Na sio kwamba hujui, yani wengi mnajua kitu unachotakiwa kufanya lakini hamfanyi. Na kwa sababu haufanyi unabaki hapo hapo. Kwa hiyo yule ambaye ataamua kwamba nataka kuwa dada wa tofauti, atautafuta huu mwongozo. Na akiutafuta ataufanyia kazi. Kuhakikisha kabisa kichwani kwake anakuwa na clarity ile ya kuelewa ni nini bosi wake anataka. Na yeye mwenyewe anatoa hiyo huduma ya level ya juu. Wadada wako wachache ambao ni mifano, akina Grace niliposti content zao. Grace alikuja hapa kama dada wa 1,500,000, sasa hivi analipwa 500,000 na ni ndani ya muda mfupi, miaka 3 tu. Dada wa kazi ametoka 1,150,000, sasa hivi ni dada anayelipwa 500,000 na anazifanya kazi vizuri kwa ubora mkubwa mno. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinawezekana. Hakuna binadamu aliyezaliwa hawezi kujiboresha. Ni uzembe, ni uvivu wa kuto kutaka kujiboresha, afu tunakuwa tunataka hela nyingi. Hicho kitu hakipo, hakiwezekani, hakipo na hakiwezekani. Kwa hiyo kwa wale ambao mnataka kazi, nilisema mtumie namba za simu. Tumieni namba zetu za simu, ziko kwenye profile. Piga simu mida ya kazi kuanzia asubuhi saa 2 mpaka saa 12 jioni. Hiyo ndio mida ambayo utatupata. Utapata maelekezo ya namna ya kujiunga na sisi. Kwa wale ambao pia mnahitaji huduma ya kupata wafanyakazi ambao sisi tunaowachuja, tunaowataka wawe wafanyakazi wazuri, ni njia hiyo hiyo. Utapiga simu kwa ajili ya kupata maelekezo namna ya kufanya kazi na sisi. Wafanyakazi wetu sisi, mikataba yetu ni ya mwaka mmoja, na ukiwa na mkataba, yani ukiwa na dada wa kwetu, tutasimamia ndani ya mwaka mzima kuhakikisha kwamba yule dada anatoa huduma bora. Asipotoa huduma bora, sisi tunampiga chini faster kwa haraka. Hatuna muda wa kupoteza. Hatutaki wadada ambao wanataka pesa ambazo hawataki kuziwajibikia. Hataki kutoa huduma nzuri ila anataka hela nzuri, hapana. Kwa hiyo kama mnavyoona, moto wetu ni ule ule. Tutaendelea kuwachuja, tuwapatie wadada cream wazuri ambao watakuja kuwapa peace of mind, wadada ambao watakuja kuwapa michango mizuri, huduma nzuri. Yaani dada akifika kwako akupe amani ya moyo, wewe na familia yako muishi vizuri. Maana mnatafuta hela za nini jamani? Wadada wetu tumeshasema kwamba ndio wanalipwa zaidi tayari. 1,500,000 sio hela ndogo. Traditional smart dada ndio kabisa sio hela ndogo. Professional dada 500,000. Kwa hiyo tuna professional ambaye analipwa 500,000. Huyu ni dada ambaye amesomea either malezi, mapishi au usafi. Dada huyu akifika hapo hakuna longolongo, hakuna kufatana, yeye anachapa kazi kama uko 5 star. Okay? Huyo analipwa 500,000. Smart dada, huyu ni dada ambaye si wa kusimamia. Jamani, sasa hivi tuko busy. Niko busy nahangaika kama hivi, kuhangaika na kazi huku. Tena nirudi nikaparanganye kule majikoni huko nianze kuhangaika. Hiyo biashara mimi sifanyi. Kwa hiyo nafanya nini?
pesa ninayotafuta, pesa ninayoipata naitumia kurahisisha maisha ya familia yangu. Tafuta wadada wazuri wanaojua kutoa huduma nzuri, kupika vizuri, kuangalia watoto, kufanya usafi, na wao tunawalipa waweze kutusaidia. Kwa hiyo kama wewe dada, tutakulipa 300,000 kwenye nyumba ya tu, ambayo 300,000 kuna magraduate huko ndio wanalipwa hizo hela. Tena wewe unakula unalala hapo hapo, huna bili, huna kodi, huna chochote. Ni hela nyingi sana. Alafu usiweze kuwa full manager, full house manager, yani tena mwenye nyumba aanze tena kuja kusimamia na hapana, huyo dada hapana, hapa kwetu hapana kabisa. Tukisikia, ndio maana tunafanya follow up kwa karibu sana. Ukichukua dada hapa, jamani, ujiandae tu, kila mara tunawasiliana. Unaendeleaje na dada? Kuna maeneo gani anatakiwa kuboresha? Au ni mtu ambaye havumiliki, yani hana maajabu, hatoi huduma nzuri, tunamuondoa kwa sababu wadada ni wengi. Wadada wanaohitaji kazi ni wengi. Kwa hiyo tutamuondoa, tutakupatia mtu mwingine. Huyo ni smart dada. Traditional dada, nataka traditional dada. Kitambo sana najisikia. Ndio. Kitambo. Traditional dada nawaambia tena, mimi ndio nawaambia kabisa, mimi ndio nilikuwa super traditional. Maana hawa wanaokuja sasa hivi smart wamesoma, wana elimu kidogo, professional nao ni wataalamu, wamebobea kwenye hizi kazi. Traditional hawajasomea hizi kazi, ni wadada wa kawaida, walio wengi wameishia la 7, wamefanya hizi kazi za ndani. Mimi ninachowaambia hawa traditional, hata mimi nilikuwa ni dada wa level hiyo, lakini nilikuwa na ile nia na shauku ya kukua, ya kutaka kubaki pale pale. Nilikuwa niko tayari kurekebishwa, niko tayari kuelekezwa, kuiona kwamba hii ni kazi ambayo ni kazi kama kazi nyingine, kitu ambacho hawa traditional wengine wanakuwa hawana. Wao wanataka waendelee kubaki tu traditional mpaka wanazeeka. Yaani mtu akitoka kazi za ndani amerudi tu kwenda kupumzika kwao, akitoka kwao karudi tena kwenye kazi za ndani. Hapana, mimi naondoa kwenye huo ujinga kabisa. Namwambia chukua, tafuta mwongozo ukusaidie, tafuta maarifa, soma. Sio kwamba wewe kwa kuwa ni traditional ubongo wako ni kilema au hauwezi kujifunza vitu. Soma uweze kujua jinsi gani ya kujiboresha. Hata kama ukupata elimu za nani huko za fomo, wewe mwenyewe tafuta maarifa, kwa sababu mimi hiyo ndio siri ya hatua zangu nilizopiga, ni kuendelea kujifunza kila siku kwa kuelekezwa na mabosi wako, lakini hata pale unapopata ni vitabu, ni vikozi, unasoma kwa ajili ya nini? Kutanua ubongo wako. Kwa hiyo hata hawa traditional wetu, pointi yangu sasa, hawa traditional wetu hatakiwi kuwa kama traditional yule umepiga simu tu kijijini, hello, naomba tu nitumishie dada. Huyu traditional hapa ambaye amepita kwenye training, amepata maelekezo, lazima aonyeshe utofauti, na asipouonyesha utofauti tunamuondoa pia kwenye mradi. Okay? Kwa hiyo tuna hao wadada wa level 3. Traditional dada analipwa 1,500,000, smart dada analipwa 300,000, professional dada analipwa 500,000. Kwa kama unahitaji huduma utawasiliana na sisi kupitia namba zetu za simu, upate utaratibu. Kama utaweza basi tutakuhudumia vizuri, lakini zaidi sana natamani, unajua mwaka huu nina mambo makubwa ambayo nataka kuachieve. Kwanza naongeza mshirika, naongeza mshirika. Hilo la kwanza. La pili, nasoma PhD yangu ya theolojia, ambayo nimekuwa nikiongelea sana kwamba waajiri, ndio yale nilikuwa nasema, jinsi ya kupata biashara ni kuangalia matatizo ya watu. Niligundua waajiri wengi shida yao ni kupata watu wenye hofu ya Mungu. Kwa hiyo wakanisukuma, nikabidi niende shule ili niweze kuja kuwafundisha vizuri wasichana namna ya kufanya kazi kwa kuzingatia maadili. Maana sio tu kufanya kazi, sio tu kuosha vyombo, kukaa na mtoto, kufua, usafi, maadili pia, tabia njema. Chanzo chake ni neno la Mungu. Maadili mazuri, upendo, uaminifu, uadilifu, chanzo chake ni neno la Mungu. Kwa hiyo ikabidi niende nikasome theology. Nimeshasoma, sasa hivi ndio nafanya utafiti wangu ambao ni contribution yangu kwenye elimu ya upande wa theolojia, kwamba sasa na mimi nasema kwamba hawa wadada wa kazi waweze yani wafanye hizi kazi kama vile Mungu anavyotuagiza kupitia neno lake, kwamba enyi
tumetumwa watiini mabwana zenu, tukawe baraka kwenye familia, na hiyo ni kwa faida ya nani? Kwa faida yetu. Yaani dada, unapofanyika baraka ukafanya kazi zako vizuri kwa weledi, kwa kila kitu, ni kwa faida yako. Ndio maana Mungu alitupa amri zake zitulinde sisi, ingawaje sisi binadamu hatujui, tunazivunja tu, kama Adamu na Hawa walivyoambiwa usile tunda, wakapewa matunda mengi, bustani nzima kuleni, ila ili tunda moja tu usiguse, lakini walilifuata lile moja walioambiwa wasiguse. Matokeo yake wamekosa nini? Ile bustani nzima wakaikosa, wakatupwa nje ya bustani. Kwa hiyo unavyowekewa utaratibu ni wa kukusaidia wewe, yaani sio mtu mwingine. Tunapokwambia fanya kazi kwa ubora kwa bosi wako, sio kwa ajili ya kumfaidisha bosi, unajenga brandi yako, unajifaidisha wewe. Kwa hiyo la pili ndio hilo. Mungu akijalia nitakuwa nimehitimu PhD yangu ya theolojia, ambayo sasa mafundisho yangu yanazidi kupanda thamani. Yakipanda thamani na mfuko wangu unapanda thamani. Hiyo ndio raha yake, na ndio ninachowaambia dada, unataka kulipwa zaidi, jifunze. Sasa mimi ninajifunza huko kwenye theolojia huko, ili niweze kuwaelekezeni na kuwatrain vizuri sawa sawa na neno la Mungu linavyotuagiza. Lakini nyinyi tunawapa mwongozo huu kwa sababu tayari tumewatafunia na kuwamezea. Yaani wewe ukichukua hii, yaani tayari wewe unaenda kwenye next level. Okay? Kwa sababu tumesha watafunia kila kitu, na wewe unapandisha. Kwa hiyo ukifanikiwa kuyaingiza haya kichwani na kwenye matendo, na mfuko wako unatuna zaidi. Unatoka kwenye ule udada wa kazi wa kawaida wa kiolelaolela wa kienyeji wa kudharauliwa, kwa sababu pia mnaofanya wadada nani anapelekea sekta ya kazi za nyumbani inadharaulika? Ni wadada wenyewe. Mambo yenu ya ovyo ovyo, mambo ya kuacha kazi yani kiholela. Sisi tumewatengenezea mfumo hapa, ukitaka kuacha kazi unatoa notice, yani mambo yanaenda kwa mpangilio. Lakini nyinyi huko, kwa sababu si mmezoea mambo ya kienyeji, wengine mnatoroka. Yani huko kazini unabeba mabegi, huyo umetoroka. Sasa kwa nini usidharaulie? Kwa hiyo mnaopelekea mlioozesha sekta ya kazi za nyumbani ni wadada wenyewe, na mtakao isafisha hii sekta ya kazi za nyumbani ni nyinyi wenyewe pia. Kwa hiyo mimi nimeingia kama kiongozi wenu ambaye nitawaelekeza, nitawapa miongozo ya kuweza kuisafisha sekta ya kazi ya nyumbani. Sekta ya kazi ya nyumbani ikisafishika, mtasafishika na mtapata pesa. Na je, hivi naweza pata kazi za ndani kwenda na kurudi? Ukishaanza tu kuweka masharti, yani wewe sema tu unaweza kupata kazi, lakini ukishaanza za kwenda na kurudi umeshaweka condition. Huwezi. Watu wanataka wadada ambao ni wakukaa dawa akishaweka pia yani hapo unataka kazi za ndani za kwenda na kurudi yani ukishaweka alafu na mimi nakufundisha. Si umeuliza Rozi, umeuliza na mimi nakufundisha ili muone sehemu gani mnakosea. Sio kwamba kazi hazipo, fursa zipo kibao tu, lakini wengi mnajikuta hamzipati hizo fursa kwa sababu mmejiwekea mipaka, mmejiweka kwenye maboksi mkakaa humo. Kisa umepanga chumba, unakuta mtu eti umepanga chumba. Sasa chumba kinakusaidia nini na wewe una hela? Unang'ang'ana na chumba ambacho unatakiwa kukihudumia, badala wewe uachie hilo lichumba, uende ukafanye kazi, ukusanye hela zako. Ukipata hela utaenda kupanga chumba kizuri zaidi, na au utajenga na nyumba. Wasichana wengine hapa wanatupa shuhuda za kujenga nyumba wakiwa kazini. Kwa hiyo kuna kuwaka na sababu ambazo hazina msingi. Mwingine anasema na mtoto, una mtoto. Sasa mtoto ulienda kumpata kabla hujajiandaa. Tafuta namna umwache mtoto wako uende kazini. Faida gani ya kukaa na mtoto ambaye huwezi kumhudumia? Umeng'ang'ana tu na mtoto kwa siwezi kwenda kazini. Huwezi kumhudumia. Unaona raha gani? Mtoto wako anakuambia ninunulie hiki au nataka hiki, au hata anaumwa huwezi kumnunulia hata Panadol au dawa. Huwezi kumpeleka hospitali kwa sababu una hela. Kwa nini usimtafute ndugu yako kamuomba akakaa na mtoto wako? Kwa sababu wengine bado wana watu ambao wangeweza kuwasaidia kukaa na hao watoto. Kwa hiyo sababu sijui umepanga chumba sio sababu ya msingi, sijui una mtoto sio ya msingi. Huyo mtoto ulienda ukamtafuta kabla hujamwandalia mazingira. Sasa hivi tafuta mtu ambaye atakaa naye, ni ndugu yako, ni nani, uende ukachape kazi. Popote pale, ni Sumbawanga, ni Mwanza, ni Dodoma, ni Arusha, ni wapi, uende huko ukatafute pesa. Ndani ya mwaka mmoja miwili umepata hela yako. Sasa utapanga chumba chako unapotaka. Kama ni Dar es Salaam, utachukua na mtoto wako, utaishi naye na utaanzisha na biashara yako. Mambo ndio yanaenda hivyo. Lakini mkianza mambo yenu, mimi nataka kazi ya kutwa. Nataka sijui kazi ya supermarket, nataka kazi ya wakala.
nataka kazi da. Hii hapo ndugu yangu unajicheleweshea fursa. Kwa hiyo Rose, jibu ndio hilo. Sawa ndugu yangu, ukitaka tu yani mambo mafanikio ni kwamba kazi yoyote halali, chapa kazi. Yani hii ndio ramani. Hichi ninachokuambia kiko hapa kwenye hii ramani yetu hii. Yani ramani ndio hivyo, kazi halali popote pale ilipo, nenda kijeshi. Ukishapata kamtaji kako, sasa unaenda kuishi unapotaka. Ni Dar es Salaam, ni Dodoma, ni wapi, ela mfuko wako tu utakapokuwa unakuruhusu unaenda kuishi, na hutagombwa na mtu na hutaulizwa na mtu. Lakini sasa hivi huna kitu ndugu yangu, uanze tena na masharti ya mkoa unataka ufanye kazi, na kazi yenyewe iweje, iwe sijui ya kutwa. Ndugu yangu, hao wengi wamebaki kwenye, kuna watu wengi wako kwenye mnyororo wa umaskini kwa sababu hizo ambazo hazina msingi, hazina kichwa, hazina miguu. Haya, maisha yangu yote siwezi fanya kazi Tanzania hata kidogo. Okay, haina shida. Kwani ulikuja kuvutwa huko ukafanye kazi? Na ukiona huwezi kufanya kazi za ndani au sijui huwezi kufanya, ujue una kitu ndugu yangu. Mtu ambaye anajua njaa, mtu ambaye yani ungekuwa na njaa ungeenda kufanya kazi yoyote, sio tu ya ndani, yoyote ungefanya. Kwa hiyo nyinyi ambao mko hapa msisikilize watu kama hawa, nakwambia mimi maisha yangu yote siwezi kufanya kazi ya ndani. Ukiona message kama hiyo na wewe unasema kweli. Wewe una shida ni za kwako. Unapolala ndani na njaa na shida ni wewe. Huyu anayeropoka hapa hujui maisha yake. Ukiona mtu anaweza kunyanyua mdomo anakwambia maisha yangu yote siwezi kufanya kazi fulani, yani huyo, yani kimbia kabisa, kaa mbali na mtu kama huyo, kwa sababu atakuambukiza upumbavu. Kazi yoyote halali, huna kipato, huna nini, usijifanye mimi maskini jeuri. Huo ni umaskini. Yaani huo maskini jeuri ndio umaskini ambao umewaweka watu wengi kwenye umaskini. Kwa hiyo kaa mbali na mawazo kama hayo. Yaani hayo ni mawazo mabaya kabisa ya kishetani. Kwa sababu anayesema hivyo aidha tayari ana maisha, alishapigika, alishateseka, yaani kuna mahali lazima upite. We ni nani bwana? Yesu mwenyewe alikuja akapigiliwa msumari hapa. We ni nani usiteseke? Kuteseka ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo lazima uingie jeshini. Hata wanajeshi wenyewe hawavai nyota kabla hawajapita kwenye msoto. Maisha yenyewe, kuishi bila kazi, kuishi huna pesa, huna kazi na una mahitaji, ni msoto mkubwa mno. Kwa hiyo huo msoto utaishi nao mpaka lini? Usikubali huo upumbavu wa mtu akukwambia mimi maisha yangu yote siwezi kufanya kazi fulani. Yaani usikubali hiyo virus ingie kwenye kichwa chako. Yaani delete, futa. Wewe kazi yote halali, pambana. Na usikubali sijui ni title gani, sijui ni kitu kinaitwa degree kikushikilie eti ushindwe kufanya kazi fulani. Degree inatakiwa ikufungue fikra, ikufungulie fursa, uzione hata zile ndogo, uone namna gani wewe utazibadilisha kuwa kubwa, na sio ikufunge kwenye maboksi kwamba sasa nina degree, kuna kazi fulani mimi siwezi kufanya. Huo ni ujinga wa level ya juu. Haya jamani, mimi nahitaji dada kutoka kwako. Haya, wewe piga simu tu ndugu yangu, piga simu uelekezwe taratibu zetu. Kama utaziweza hamna shida dada, utapata. Dada, nina shida ya kazi, mshahara bei gani? Haya, mshahara hapa ni 1,500,000, 300,000 kwa 500,000. Aina tatu, kuna 1,500,000, kuna 300,000, kuna 500,000. Kwa hiyo piga simu upate maelekezo zaidi ya utaratibu. Dajoi sie wazoefu wa kazi za ndani, tukoja ofisini kwako pia tunahitaji tuingie training pia. Haya, ukija ofisini unataka uingie training, haina neno, karibuni. Madamu, jitahidi kusikiliza wadada wa kazi, maana muda wote unakuwa upande wa mabosi. Jitahidi kujali. Hapana, mimi nawafundisha namna ya kufanya kazi. Upande dada wa kazi ana nini? Hajui kufanya kazi kiweledi. Hata nisikilize kitu gani? Dada wa kazi ambaye nitamsikiliza aniambie bosi wake kampiga au kamdhulumu, lakini mambo mengine yote wanaongea ni ujinga, ni utakataka, hawajui kufanya kazi kwa weledi. Kwa hiyo niko hapa kwa ajili ya kuwatrain. Nyinyi mko hapa kwa ajili ya kushindana na mabosi wenu. Sisi hapa tuko hapa kwa ajili ya kuwatumikia mabwana zetu, na Biblia ndio imeelekeza hivyo.
kwamba enyi watumwa mwatumikie nani? Mabwana zenu kama kumtumikia Kristo, kama kumtumikia Mungu. Kwa hiyo huo ujinga wenu wa kusema muda wote nasikiliza mabosi, na watrain namna ya kupata hela. Mwenye hela akosei, mwenye hela anuniwi. Bosi wako unatakiwa usikilize anachotaka, sio unavyotaka wewe. Wadada wengi wanataka kwenda kwenye nyumba za watu wafanye wanavyotaka wao. Sasa huwezi kupata hela, yani uende unataka utoe huduma unavyotaka wewe, badala ya kusikiliza yule anayehitaji hiyo huduma anataka uifanyeje. Hicho kitu uliona wapi? Kwa hiyo wanakuaga tu na kona za kujitetea, lakini mwisho wa siku kama unatoa huduma nzuri, bosi wako utamlazimisha kuheshimu na utamlazimisha kulipe vizuri. Ukiona bosi anakufukuza nyumbani kwake, ujue kabisa wewe una matabia ya ovyo. Na hiyo akusema kwamba yani mabosi hawaridhiki, huyu bosi ni mkorofi, huyu bosi hafai. Hizo ni shida zenu na ndio maana mtabaki kwenye umaskini. Huyo bosi anajua, ndio maana amefika alipofika. Anajua. Yeye mwenyewe ametoa huduma, kuna mahali ameanzia, amepanda, amefika pale. Wewe unatakiwa ujifunze kwake. Huwezi ukawa wewe ndio unaenda, yani ndio unajitafuta, alafu tena unataka uende kwa bosi wako tena umkalie kichwani. Hicho kitu hakipo. Kwa hiyo mimi huo upumbavu wa kusema sijui wasikilize. Yani mtu aje hapa aniambie kadhulumiwa, nitamsikiliza, aniambie amepigwa, nitamsikiliza. Lakini kwenye utendaji wa kazi na nidhamu, wadada wengi ni ovyo kabisa, hamna kitu. Kwa hiyo wakubali ni wafundishe au wasepe. Yaani hapa hakuna kubembelezana. Ukubali ukae kwenye viwango tunavyoelekeza, na hivi viwango uzuri hatuvisemei chumbani. Hivi viwango tumewawekea hadi mwongozo. Hivi viwango mimi navifundisha kila siku namna ya kwenda kufanya kazi ili kwa ubora, ili bosi wako aweze kukubali. Ukafanye kazi umlazimishe bosi wako akuheshimu kwa namna ambavyo unachapa kazi zake na akulipe vizuri. Lakini unaenda pale wewe ni ubishi tu, ni kubisha tu, wewe ni ujuaji tu. Nani atakubali kwenye nyumba yake? Bora leo umewajibu sahihi. Mbona mimi najibu sahihi kila siku? Mimi majibu yangu yamenyooka hivi. Unataka utasikiliza, utaki ukiona uyaelewi utakaa pembeni. Kweli kabisa wadada wanapenda kuplay victim always. Na mimi ndio kiboko yao sasa. Hiyo victim wanayo play ndio imewaweka kwenye umaskini na watazidi hapo. Wana kazi tu ya kukimbilia vijijini, akakae huko, apumzike au apigwe na mimba azae mtoto, usikie tena anakwambia, bosi, umeshasikia dada ameondoka kwako." Anaenda huko anakaa. Inapita miezi, unaona siku kimessage, ujue kashapigwa kitu kizito. Anataka arudi tena pale pale. Sasa huo ni upumbavu gani? Mimi silei wadada wa hivyo. Siongozi wadada wa hivyo. Yaani katika zama zangu hizi nataka wadada ambao wanavuka kama mimi nilivyovuka. Wadada ambao wanataka ramani, wapate ramani ya kwamba wao ndio maendeleo. Watoke kwenye kazi za ndani kama nilivyotoka mimi mpaka CEO, waende wakaanzishe makampuni yao, mataasisi yao, mabiashara yao. Hao ndio wadada nao walea mimi. Na ili muweze kufanikiwa lazima niwaambie ukweli. Siwezi kukaa hapa na fumba maneno, hapana. Kwa hiyo wengi ni wale mna ile style ile. Umekaa na bosi wako umemzoea. Umemzoea, sasa unataka umemkanyaga kichwani, umeshamgeuza yeye ndio. Kuna mabosi wanakaa na wadada utafikiri mabosi ndio wadada wa kazi. Kisa nini? Yaani dada kamzoea bosi kupitiliza. Hakuna tena heshima, hakuna nidhamu. Na yeye dada anabwata, yani amekuwa kama ndio bosi, anabwata kweli kweli, anajibu majibu ya ovyo. Si kama yule alikuwa anamwambia bosi wake, mimi na stress zangu kama una stress zako. Umeme umeisha, mimi nimekula umeme mimi. Nenda kaulize TANESCO. Hebu niambie majibu ya namna gani haya? Sasa dada kama huyo ataondoka hapo kwa bosi wake, anarudi kijijini au anarudi mtaani. Atacheza na wavulana huko, atapigwa mimba hapo, atatelekezwa. Ana mtoto, hana kazi, hana kibarua, hana biashara, hana kazi. Siku tu bosi anashangaa, kimessage kimeingia. Hello dada, za huko. Yaani ujue tayari huyu ameshapigwa kitu kizito na anataka kurudi. Akirudi ndio hivyo tayari ana matatizo lukuki. Wala akirudi hakuna alichobadilika. Sana sana sasa shida zake zimezidi kuongezeka. Akija atakwambia mtoto wangu anaumwa, mtoto sikafanyaje, mtoto kafanyaje, umaskini juu ya maskini, wanazidi kuzunguka kwenye mnyororo wa umaskini. Mimi kazi yangu hapa ni kuwasaidia. Muondoke kwenye huo mnyororo wa umaskini, mfanye kazi kwa weledi, mtoke hatua ya dada wa kazi. Dada wa kazi inakuwa tu ni platform, ni daraja, ni sehemu ya kupita ili uweze kwenda kwenye hatua zingine. Hiyo ndo kazi yangu niliyokuja kuifanya hapa. Kwa hiyo nitafanya na wale ambao wako tayari, kwa sababu hata Yesu alipokuja kuwakomboa hakuweza kuwakomboa wote. Wengine waliendelea tu na mambo yao. Kwa hiyo kuna wale wataendelea, lakini wale ambao
kweli wako hapa wanasubiri kupata mwanga, wanasubiri kuona njia. Mimi kuna namna tu Mungu atawafanya wakutane na mimi, wakutane na hizi content zangu, wakutane na message zangu, wakutane na training zangu, wakutane na ushauri wangu, na wanyanyuke kutoka hatua hizo walizopo waende kwenye hatua zingine. Kwa hiyo hao wachache ambao nimekusudiwa ndio hao mimi nafanya kwa ajili yao, ili waweze na wao siku moja kusema jamani, nilikuwa dada wa kazi na leo mimi ni mkurugenzi, na mimi leo ni mfanya biashara, na mimi leo ni inawezekana. Sawa, ndio hivyo. Haya jamani, si tumemaliza kwa leo? Nafikiri tuishie hapa, tukutane tena Mungu akipenda hapo kesho kutwa. Naangalia kama kuna message ambayo nimeipita ya maana ni some, lakini naona sio wote wanataka ramani. Yes, najua sio wote wanataka ramani. Kwani kuna mtu niliomlazimisha? Uone mpaka sasa hivi sisemi hata bei. Yaani mpaka sasa hivi sizungumzii bei, nazungumzia thamani ambayo mtu anaipata. Kwa hiyo I'm not here kwa ajili ya hela. Niko hapa kubadilisha maisha ya mtu ambaye ana uhitaji. Mtu yeyote anayehitaji kitu atakitafuta kwa gharama yoyote. Na mimi niko hapa nataka watu ambao watanitafuta kwa sababu wanajua through me watabadilisha maisha yao. So I'm not here kwa ajili ya kila mtu. Yaani hicho nakielewa. Siko hapa kwa ajili ya kila mtu. Na I'm not pushing anything. Mambo ninayofundisha hapa ni mambo ambayo naweza kuyafundisha kwa kulipia, lakini niko hapa na volunteer kufundisha bure. Hii ninayofanya hapa ni bonge la training, lakini nafanya bure. Why? Kwa sababu focus yangu sio tu pesa. No, nataka nije kupata hela ambazo zinabadilisha maisha ya watu. Sio tu mimi nimepata hela alafu yule alionilipa hela yake hajabadilisha maisha, haja change chochote. Mimi kwangu it will be nothing. Kwa hiyo nataka nifikie hatua ya mtu ambaye atatoa pesa yake kunipa anajua why analipia hicho kitu anacholipia. Ina maana kama amechukua mwongozo atauweka kichwani na ataufanyia kazi. Lakini mtu akinipa hela yake afu mwongozo amechukua ameweka, na hata nilipouzindua tena niliwaambia waajiri, naomba msiwanunulie hawa wadada hivi vitu. Nataka dada ambaye atatoa hela yake mwenyewe anunue, atoe, afanye commitment, apate uchungu kwamba hichi kitu nimekitolea hela, ili akifika aweze kuwa anakipitia na akiweke kichwani na akifanyie kazi. So it's not about money. Sio kila kitu ni hela. Yaani hela ni nzuri, lakini ni nzuri hela ambayo unaipata kwa kuboresha maisha ya watu wengine. Yaani hiyo ndio hela nzuri ninayoipenda. So unapata hela huku tena ambaye amekupa hela analalamika, ananung'unika, anaona kama umemuzia kitu ambacho ni ghali, lakini akijua kama hii itabadilisha maisha yake completely, atakapokuwa amepandisha thamani yake, atakuwa ni dada anayelipwa zaidi, ni dada anayeheshimika zaidi, value yake imepanda. Kwa hiyo hata hiyo hela ambayo atakuwa ameitoa ataona it's nothing. Kijana ambaye atapata hii akajua thamani yake ni kwamba hii ni ramani ya kumtoa zero to hero, na anajua kabisa hata hizo shule ambazo amesoma kwa mamilioni ya hela haijaweza kumpa hiyo transformation atakayopata through my experience na hii ramani ambayo ninamchorea kupitia maisha yangu. Then akijua hiyo value, man, it's nothing. Yaani hela atakayotoa haoni, kwa sababu anaona kile ambacho umempa ni cha zaidi. So hao watu sio wengi, ndio maana matajiri sio wengi. Maskini ni wengi kwa sababu hataki kujishughulisha. Lakini matajiri ni wachache, na kwa sababu wao wako tayari kuingia gharama, wako tayari kusacrifice, kusoma, kutoa muda wao. Okay? Mtu ambaye anajisumbua, na mimi nawaambiaga wadada, mmeona niko hapa nasoma. Kwa hiyo ninavyokuambia wewe tafuta maarifa, wakati nazindua mwongozo mtaala, nawaambia wadada, mimi imagine leo nakwambia niko PhD ya theolojia. Unafikiri nimesoma kwa muda gani mpaka nimefika hapa? Na nimetoa shilingi ngapi mpaka nimefika hapa? Kwa hiyo sikwambii ufanye kitu ambacho mimi sifanyi. Mimi katika level yangu na target yangu nayo target kutokana na soko langu, kuna vitu ambavyo natafuta hayo maarifa tena kwa gharama kubwa. Kwa hiyo napokuambia tafuta maarifa ya kusaidia kufanya kazi kwa ubora, mimi sikwambii bla bla, sikulishi matango pori. Okay? So nilitaja vitu ambavyo nataka kuachieve. Nilimaliza kweli? Okay. Ilikuwa nimesema mtoto,
Okay. PhD yangu mwaka huu na ziara za kuwafikia vijana, kwenda kuwatembelea vijana kwa ajili hasa ya huu mradi unaoitwa Maendeleo ni Mimi. So nafikiri PhD naendelea, nimeshaanza, naendelea na research. Mtoto ndo huyu anaendelea kutengenezeka. Kilichobaki sasa hivi ni kuwafikia vijana kwao, niweze kutembelea vyuo labda vyuo 10 kwa kabla sijajifungua. So kwa nachotaka yani najaribu kuonyesha especially wadada, yani lazima ufanye kazi. Kuna kazi unatakiwa ufanye. Yani ukitaka kufika kitu fulani, ukitaka kupiga hatua fulani, kuna kitu lazima ufanye. Usikae tu. Do something. Usikae tu, yani fanya kitu. Imagine katika situation nilionayo, lakini kuna vitu nataka kuviachieve. Yani sio tu nimebweteka na mimba, kwa hiyo umekaa tu kama mgonjwa. Mimba sio ugonjwa, sio ugonjwa. Kwa hiyo nataka kuachieve PhD yangu, nataka nifanye program kwenye vyuo, niongee na vijana, kama ni mashuleni, kama ni kwenye vyuo. Yani hivyo, fanya vitu. Wewe ni dada huko kazi za ndani, jamani, sema mimi siwezi kubaki traditional. Do something. Unataka kulipwa zaidi, hela haiji tu hivi hivi bure bure. Hata mimi sasa hivi hapa mabosi wananilipa zaidi baada ya kuongeza hii mitaala. Ukiona sasa hivi jinsi ninavyofundisha, ufundishaji wangu kwa wadada kuna namna umebadilika, tunajaribu kujiboresha. Pia na gharama zetu zinajiboresha. Sio tunaboresha tu kufundisha wadada vizuri, lakini na mifuko yetu inajiboresha. Tunavyoendelea kuwa train vizuri, mabosi wanaona ni kitu wanachokipenda, yani wanakuja kwa gharama yoyote, wako tayari kupata huduma kwetu. Kwa hiyo tunawafundisha vitu ambavyo hata sisi ndio tunaviapply na vinafanya kazi. Unataka kubadilika, unataka kuboresha maisha yako, do something. Maendeleo ni wewe, maendeleo yanatoka kwako. So guys, thank you very much. Mwe na jioni njema. Tukutane tena hapo kesho kutwa au mtondogoo. Bye.